tunamhitaji Roho Mtakatifu, na tutakuwa tunaangalia uhai, ushirika, utunzaji, uongozi na kusudi. Hizo nani hizo fonts kumbe kwenu hazijakaa vizuri. Zikuze hizo fonts hapo ili waone, waandike vizuri. Naomba tena nisogee, natamani nifundishe. Nikisikia kuhubiri nitapanda huku juu. Nataka nikae karibu na wewe hapa, nikufundishe taratibu. Hii ni saa 5 na dakika 20. Ni kweli? Kweli? Saa 5 na dakika 20, sawa? Tuko sawa sawa? Basi naanzia hapo, natamani nisiende zaidi ya saa 1. Nataka nikae hapo saa 1 tufanye vizuri. Kipindi hiki cha msimu huu wa kumtafuta Roho Mtakatifu, kila mtu atajaa Roho Mtakatifu. Mpaka watoto wetu watajaa Roho Mtakatifu. Hata kama umeokoka leo utajaa Roho Mtakatifu. Nataka kuambia ni kwamba chochote unachohitaji katika ufalme wa Mungu kiko katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutakuwa na wakati ambao tutajifunza kwa kina sana kuhusu Roho Mtakatifu. Nimeanza tu hapa, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Nitakupa sababu leo, alafu tutakaporudi Jumatano tutaendelea. Lakini nitakaporudi nitakuja kufundisha Roho Mtakatifu ni nani. Tutamwangalia Roho Mtakatifu alivyofanya kazi kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Nataka nikutie moyo, usikose Jumatano, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa 8, hatujashiriki meza ya Bwana na sikuwaandaa. Jumatano tutashiriki meza ya Bwana na tutaweka agano la ushirika na Roho Mtakatifu. Hebu niwekee pale kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Hiyo haiko kwenye somo, na kuonyesha tu kwa kitu fulani ambacho mara nyingi kama kanisa la Pentekoste tumekosea sana. Kwa hiyo Jumatano na kutia moyo, panga ratiba yako, wa ibada saa 10:30 tutaanza. Kabla ibada haijaisha tutashiriki meza ya Bwana. Haleluya. Sisi huwa tunashiriki meza ya Bwana siku yoyote, sio Jumapili. Au jipange tukutane. Haleluya. 13 jamani. Basi nisikilize basi. 13:14 sio 3:14. Hili ni somo ambalo ni somo kubwa sana. Hebu tusome wote 1 2 3. Bwana asifiwe. Sasa hapo hatusomagi ukae nasi sote. Ukae nanyi, semaga ukae nasi. Si ndio? Tunaikumbuka hiyo sala jamani. Hebu tuombe tena hayo maombi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Si ndio tunaombaga hivyo? Turudie tena mara ya pili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Tunapoanza kujifunza somo hili, tulitakiwa kabla hatujaanza tujifunze, tuingie kwanza kwenye ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana, ili nianze kuibua vitu fulani kutokea pale. Lakini kwa kuwa hatukujiandaa, nataka ukajiandae uje Jumatano saa 10:30. Kama una kazi, omba ruhusa utoke saa 9, saa 10 hivi uwai. Hata kama utatokuja na magwanda yako ya kazini, hakuna mtu atakaye kuuliza wewe njoo. Tutashiriki meza ya Bwana mwanzoni kabisa pale pap. Tunapoanza pale pap tutashiriki meza ya Bwana. Tukishiriki meza ya Bwana tutajifunza. Hata kama tutajifunza dakika 5, lakini lazima tuwe kwenye huo msingi. Huo ni wa muhimu sana. Sasa ili andiko hapa
linabeba kazi yote ya Mungu Yesu Kristo na kazi ya Roho Mtakatifu inayoendelea kwenye maisha yetu kila siku. Kazi yote iko kwenye hili andiko. Lakini hili andiko limeandikwa hivi kwa sababu lilihitaji kutuonyesha njia. Kitu cha kwanza ambacho kinatokea kwa mtu ni neema. Neema inapofunuliwa kwako inakuingiza kwenye pendo. Ukiingia kwenye pendo, pendo linakuingiza kwenye ushirika. Sawa sawa? Kama ni sawa sawa? Ngoja nifafanue vizuri. Kwa mfano, wewe ni msichana unatakiwa kuolewa. Sawa? Niongee na wasichana walioolewa. Wewe ni msichana unatakiwa kufanya nini? Kuolewa. Kinachotokea ni kwamba kuna jicho la kijana linakuangukia, alafu unapata kibali moyoni mwake. That favor is what we call grace. Sawa? Ndio maana Tito anasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Hiyo neema ikifunuliwa inatuonyesha pendo, nayo yatufundisha sisi kuukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa nini? Kwa sababu wanaoingia kwenye pendo lazima wawe wamekataa nini? Ubaya. Sawa sawa? Tukishatoka hapo tunaingia, anasema na ushirika wa Roho Mtakatifu. Yesu akasema, ninyi mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndio hilo. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi ili akae nanyi hata, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi. Kwa nini hawezi kumpokea? Hawajaipokea neema, hawawezi kuingia kwenye ushirika. That's the difference. Sasa leo tunaanza somo linaitwa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na nitakuwa najibu swali nasema kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Twende pamoja. Kwenye kumhitaji Roho Mtakatifu tutakuwa tunaangalia uhai wetu unaotokana na Roho Mtakatifu, ushirika, utunzaji, uongozi na kusudi, yani kufikia kusudi. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 18 anasema, sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Sasa hicho ni kibwagizo tu. Mwambie mwenzako, Yesu amesema hata niacha mimi yatima. Ongea na mtu mwambie, Yesu amesema hata niacha mimi yatima. Sasa tuanze mafafanuzi. Aliposema hata tuacha yatima, maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu ni yatima. Maisha bila Roho Mtakatifu ni maisha ya uyatima. Tuko pamoja watu wa Mungu? Maisha bila Roho Mtakatifu ni maisha gani? Maisha ya uyatima. Tuna maandiko hapo, tutayaangalia. Mungu alipomuumba mwanadamu, kitu cha kwanza alichoachilia kwenye maisha yake ni roho yake. Mungu alipokuumba, kitu cha kwanza alichoachilia kwenye maisha yake ni roho yake. Mwanzo 2 mstari wa 7 anasema, akampulizia puani pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi. Kwa hiyo mtu ambaye hana uungu ndani yake amekufa. Wewe mwenzako leo umepiga rabashaka au ulikuwa unatuchungulia tu? Sisi tunapiga rabashaka. Unatuangalia, unatuchungulia, unasema hivi vitu vya kuigiza igiza. Shetani ameweka uongo kwenye maisha ya watu. Ukiona watu wananena kwa lugha, unasema hivi wao wanawezaje? Sio wanawezaje, hata we unaweza, na kama ni wewe sema amina. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa kutumia nini? Kwa kutumia nini jamani? Mavumbi gani? Mavumbi gani? Mavumbi gani? Kisha pumzi ya mtu akawa nafsi. Tuanze kuchambua.
Mtu alipokuwa ametengenezwa kwa mavumbi, kwa nini hakuwa hai? Kwa sababu ndani yake hakukuwa na roho. Alipopuliziwa roho, pumzi, roho maana yake ni pumzi. Lile neno pale anasema akampulizia pumzi, kwa lugha ya asili ni ruach, ruach, ambayo maana yake ni roho. Mwanadamu alikuwa nafsi hai alipopokea roho ya Mungu. Kama unanielewa sema amen. Sasa angalia Zaburi ya 103 mstari wa 104 mstari wa 30. Anasema waipeleka roho yako wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Haleluya. Waipeleka roho yako wanaumbwa. Zaburi 104 mstari wa 30. Tusome kwa sauti kama radi, kwa sauti ya kutosha. 1, 2, 3 twende. Haleluya. Kwa kumbe, baada ya kwamba tumetenda dhambi, tumekosea, ili kwamba tuumbwe tuwe viumbe wapya sawasawa na Wakorinto wa pili 5:17, lazima roho wa Mungu atumwe. Anasema waipeleka roho yako wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Ninakuombea asubuhi ya leo, utakapokuwa ukitoka hapa, Bwana awe amekuumba tena katika jina la Yesu. Yale maeneo yaliyokuwa yamekufa ya kiroho, yale maeneo yanayokuwa yamekufa ya kiakili, yale maeneo yaliyokuwa yamekufa ya kimwili, yale maeneo yaliyokuwa yamekufa ya kiafya, yale maeneo yaliyokuwa yamekufa ya kiuchumi, Bwana atume roho yake tena abadilishe mambo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kumbe mambo yanaweza yakawa mapya. Hii is too much mwanangu, tukikaa hapa tutachanganyikiwa. Therefore usiondoke haraka, ngoja kwanza niwafumue hapo kidogo, lakini tutakaa sana hapo kwenye applied class. Hiyo ni imekaa iko too deep. Bwana asifiwe sana. Anasema therefore if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creature. A new creature altogether. The old, that means previous moral and spiritual, yaani maisha ya zamani yale ya kimaadili na ya kiroho yamekufa. Yaani anasema previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. I want to preach up here. Sasa nani atanitakalimania hiki? Nikikaa hapa patanichanganya. Na unajua nina upako wa kuhubiri Kiingereza, naomba mniache kwanza. Albert usinigize huko. Nisije niwaambieni kitu. Tunapokuwa tumesukumwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, kubadilika kwa maisha sio hadithi ya kufikirika tena. Ni hadithi iliyo halisi. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka kwenye series hii, kwenye fundisho hili, watu watabadilishwa mpaka utashangaa. Kila aliye tayari kuandaa moyo wake kumpokea fundisho hili na kumpokea Roho Mtakatifu, maisha yako yatabadilika, watu watakushangaa. Yale mambo yaliyokuwa hayawezekani kwako yataanza kuwezekana. Zile nyimbo zilizokuwa haziimbiki kwako zitaanza kuimbika. Yale ambayo shetani alisema hayawezekani, na kuambia Mungu anasema yatawezekana. Roho Mtakatifu sio kipawa, it's not a gift. Sio kipawa cha ziada kwa baadhi ya waamini. Ni hitaji la msingi la kila muamini kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya ushirika, kwa ajili ya utunzaji, kwa ajili ya uongozi, na kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Ngoja niwaambieni kitu. Nisaidie kumwangalia jirani yako. Mwambie ukijiangalia unaweza kufikiri wewe ni wa kawaida.
lakini wewe ni kazi ya Mungu. Mungu amekuumba kwa mfano na kwa sura yake. Wewe dada, unaongea na nani? Haya ndio mahubiri sasa. Haya ndio mahubiri. Ongea na mtu. Jifunzeni kutii. Kuna wakati unaweza kufikiri ni mpaka mchungaji aseme ndio unatabiriwa. Mtabirie mtu. Ongea na mtu. Ongea na huyo hapo nyuma. Mwambie rafiki yangu, wewe ukijiona unajiona mtu wa kawaida, kitu siongea na huyu dada hapo. Usijione wa kawaida. Wewe ni kazi ya Mungu. Mtu uliyeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Na ndani yako umebeba kusudi la Mungu ambalo usipolitimiza wewe, hakuna mtu wa kulitimiza. Lakini ukilitimiza wewe, iko baraka ya Mungu. Kama unanielewa sema amen. Haleluya. Sikia, kwa nini kila mmoja wetu anamhitaji Roho Mtakatifu? Why? Tungeweza kusoma maandiko yote yale. Utakumbuka Matendo 1:8, yule ameifuta pale. Sio Matendo 18, Matendo 1:8 hujaiweka pale. Inasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia nani? Roho Mtakatifu. Kuna mafundisho ambayo yamewafanya baadhi ya waamini kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu maalum. Kuna imani inasema ni kwa ajili ya watu maalum tu kanisani, ni kwa ajili ya mtu fulani tu kanisani, ni kwa ajili ya walimu wa neno la Mungu. Ngoja niwaambieni kitu, Roho Mtakatifu anahusika mpaka shambani. Halo, mnanielewa? Yaani aina ya mbegu unayotakiwa kupanda kwenye shamba lako, Roho Mtakatifu anahusika. Ikiwa unahitaji faida kwenye biashara, Roho Mtakatifu anahusika. Kuna eneo lolote la maisha yako ambalo hilo linahitaji wewe utumie nguvu tena, nguvu zako zitatumika baada ya maelekezo ya Roho Mtakatifu na si vinginevyo. Kuna maisha tunaishi sisi kwa sababu hatujui hiki kitu. Wengine wameenda mbali hata kusema ilikuwa maalum kwa ajili ya wanafunzi wa Yesu na kanisa la kwanza tu. Mtazamo huu unafanya mambo yafuatayo. Angalia, unafanya muamini aishi akijiona mdhaifu, asiye na haki, asiyeweza kushinda, mwenye kuhitaji msaada wa watu au vitu fulani ili afikie kusudi la Mungu. Ndio maana utashangaa sasa hivi watu wanauza unga, watu wanauza toothpick, watu wanauza mafuta, watu wanauza maji, watu wanauza chumvi, kila kitu mpaka fagio na udongo, lakini bado wanaishi kwenye mateso. Nataka tuondoke hapo. Sijasema mafuta ni mabaya, maana sina ajenda ya kuhubiri mafuta. Sijasema unga ni mbaya, kama unataka kupika ugali sawa, hata wakipika na wali sawa. Lakini mimi ninataka kitu kimoja. Anasema hivi, nitawapa msaidizi mwingine, na huyo msaidizi nitakayemleta atakaa ndani yenu. Atakaa, sio Roho Mtakatifu haji kuwa jirani yako. Roho Mtakatifu atakuja kuwa ndani yako. Roho Mtakatifu hatakuwa na wewe ukiwa nyumbani alafu ukiwa kanisani atakuacha, wala hatakuwa na wewe ukiwa kanisani alafu ukiwa nyumbani atakuacha. Atatembea na wewe usiku, atatembea na wewe mchana, atatembea na wewe jioni, atatembea na wewe asubuhi, atakuwa na wewe ofisini, na atakuwa na wewe ukiwa unapiga soka, atakuwa na wewe jirani, na atakuwa na wewe ndani. Haleluya! Ndio naye msema. Kwa nini tunahitaji kujifunza? Kwa sababu kuna mafundisho potofu. Yako mafundisho potofu. Yesu alijua bila Roho tutaishi kama yatima. Kwa nini tunamhitaji? Jibu la kwanza ni kwamba Yesu alijua kwamba bila Roho Mtakatifu tutaishi kama yatima. Kama yatima. Tena slide inayofuata. Yesu akasema, kwa sababu nimejua kwamba bila Roho Mtakatifu hao watu wataishi kama yatima,
nitamwomba Baba. Naomba tusome hilo andiko sasa la Yohana 16, Yohana 14, Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi wa 18. Sasa naomba usome kama simba aliyekusudia kuunguruma. Yeah. Tumefika? Tuanze mstari wa 15 ili nikuendesha vizuri. Some pamoja. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Mstari wa 18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Angalia uzito wa haya maneno. Yesu anaanza kwa kusema, kama mtaendelea kunipenda mtazishika amri zangu, na kama mkiendelea kunipenda na mkaendelea kuzishika amri zangu, mimi nitamwomba Baba. Mimi mwenyewe nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. The issue hapa ni kwamba Yesu anatafuta mtu mmoja anayempenda na kushika neno lake. Hello? Mtu mmoja anayempenda na kushika neno lake. Huyo anayempenda na kushika neno lake hahitaji yeye hata kuomba. Akiomba anakutana na maombi ya Yesu njiani. Unapopiga magoti kumwomba Yesu, naomba unijaze Roho Mtakatifu, unakuta Yesu alishawasilisha ombi mbinguni la kukuombea ili upewe Roho Mtakatifu. Tayari anayo hicho kipawa ndani yake, ili kwamba wewe ukipokee. Kuna maisha tunaishi ambayo wakati mwingine yanahuzunisha, wakati mwingine yana maumivu. Wachawi wanaweza kutambua mtu mtakatifu anakuja, ila watakatifu hawawezi kutambua wakati wachawi wanapokuja. So kwa sababu Mungu hajatupa zawadi, ila kwa sababu sisi hatujanyanyua mioyo yetu kumpenda, ili Bwana amwage pendo ndani yetu. Ngoja niwaonyeshe kidogo. Yesu akasema, nitamwomba Baba naye atawapa. Mstari wa 18 akasema, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Maana yake nini? Roho Mtakatifu ni Yesu aliyetoka mwilini akaamua kuishi ndani yako. Kwa kujaa Roho Mtakatifu hakuishi kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni dalili ya kwanza, lakini kujaa Roho Mtakatifu ni kutembea na Yesu ndani yako, ni kumvaa Yesu na Yesu kukuvaa wewe. Hatua zako zinapokanyaga, hatua za Yesu zimekanyaga. Pumzi yako inapotoka, pumzi ya Yesu imetoka. Kilio chako kinapotoka, kilio chako kimefika mbinguni, maana ni kilio cha Yesu. Unajikuta unatembea njiani, msukumo wako unatisha. Unaingia kwenye nyumba ya mtu unasema, huyu naye katokea wapi? Wala uhitaji nguvu, nitakuelekeza. Usiogope, tulia, nitakuelekeza. Yesu hakukusudia waamini waishi maisha ya kiroho bila msaada wa Mungu. Hakukusudia hivyo. Hakukusudia. Alikusudia tuwe na maisha yenye mtiririko. Haleluya. Haleluya. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14
Tunaweza kwenda mpaka wa 18, ni mistari mingi kidogo hii. Tunaweza kwenda mpaka wa 16 hapo, au tukaenda zaidi, lakini nataka tuanze mstari wa 9. Warumi 8, tuanze mstari wa 9. Tusome kwa jasiri kabisa kama watu tulioamua. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo ni wake. Ni wake. Huyo ni wake. Huyo ni wake. Kumbe Roho Mtakatifu ndio uthibitisho wa sisi kuwa mali ya nani? Sasa unaofuata. Twende mstari wa 14. Basi kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo sio tu kuwa naye, ni kumruhusu pia akuongoze. Sawa sawa? Mstari wa 15, angalia kinachotokea. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Mstari wa 16. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. You see now. Kumbe jambo la kwanza, anayeshuhudia uwana wetu kuwa sisi ni watoto wa Mungu ni nani? Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu. Nataka nizungumze kwa kitu kadogo hapa. Roho Mtakatifu haji kuzungumza na mwili wako, na ndio maana utasikia kelele ndani yako. Akikuongoza Roho Mtakatifu anazungumza sauti ndogo inayokuelekeza kwenye mapenzi ya Mungu. Ukijikuta unatoka kwenye mapenzi ya Mungu, ni kwamba wewe ni mkaidi kwa Roho Mtakatifu. Na kumsikia Roho Mtakatifu sio ngumu. Tutakapokuwa tunaangalia sema atatoa katika yaliyo yangu na kuwapeni, ni rahisi. Kutoka kwenye neno anakuelekeza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni uwepo wa Mungu ndani yetu kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho na kimwili, ili kutimiza kusudi lake wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu mwenyewe anajua bila Roho Mtakatifu tunaishi kama yatima. Hapo kuna point kadhaa. Moja, Yesu anasema yeye ndiye anayetuombea. 2, ameahidi kutokutuacha yatima. 3, Yesu alikusudia kwamba tuishi maisha yenye msaada, maisha yenye msaada. Na mwisho, Roho Mtakatifu ni uwepo wa Mungu maishani mwetu. Hivi unadhani ukiwa na uwepo wa Mungu maishani mwako, shetani anakuweza wewe? Angalia jirani yako, mwambie unadhani shetani anakuweza wewe? Unadhani shetani anakuweza kweli? Ni kwa sababu tujaamua kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuwezi. Haleluya. Sema sikupokea roho ya utumwa inayoleta hofu. Sema kwa ujasiri, sijapokea roho ya utumwa inayoleta hofu. Sema kwa ujasiri, sina roho ya utumwa inayoleta hofu. Nimepokea roho ya kufanywa mwana, na hivyo nalia Aba, yaani Baba. Kama ni wewe, piga vigelegele kwa huyo Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Haleluya. Sikia sasa. Roho Mtakatifu ndiye dalili kuu ya uhai. Tumesoma hayo maandiko hapo.
Roho Mtakatifu ndiye dalili kuu ya uhai. Sasa maana yake kukosa Roho Mtakatifu ndio dalili kuu ya ufu. Roho Mtakatifu ndiye dalili kuu ya uhai. Dalili kuu ya uhai. Kitabu cha Mwanzo tumeona wakati Mungu alipomuumba mtu, zawadi ya kwanza aliyomtumia ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Lakini tunaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume na Injili ya Luka, baada ya kwamba Roho Mtakatifu, asante, baada ya kwamba Yesu amemaliza kazi msalabani, aliwaagiza. Injili ya Luka sura 24 mstari wa 49, anasema, natazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu ambayo mliisikia kwangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Haleluya. Kumbe tunahitaji kujua kwamba Roho Mtakatifu ndiye dalili kuu ya uhai. Ukikutana na mtu anaishi maisha mabovu, muhurumie, usimlaumu. Unakutana na mtu yuko kanisani, ana dini, lakini bado ni mzinzi, bado ni mchafu, ana maneno magumu. Shida sio yeye, huyu mtu hayuko hai kwenye eneo la rohoni. Kumbuka, Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu. Ndio maana mtu anapotakiwa kuokoka, anakubali kwa akili yake, sasa nimeamua kuokoka. Sawa sawa. Akishaamua kuokoka, anakuja madhabahuni au anapiga magoti mahali alipo, au anaamua kukaa kwenye posture, kwenye mkao ambao huo mkao ni mkao wa mgeuko, majuto kwa dhambi na makosa na muda aliyopoteza wa kukaa peke yake bila Roho Mtakatifu. Akishageuka, anampokea huyo Yesu kwa imani ndani yake. Akishampokea Yesu, anatengeneza shauku binafsi ya kutaka huyo Yesu ayaongoze maisha yake. Anapoyaongoza maisha yake, Roho Mtakatifu anakuja, maana bila Roho Mtakatifu hauwezi kuongozwa na Mungu. Unaongozwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Rumi 8:14 tumesoma, wale wanaoongozwa na Roho wa Kristo, hao ndio wana. Anapoachiliwa Roho Mtakatifu ndani yako, unakuwa na flexibility. Kwanza unaweza kuchagua kilicho chema na kilicho kibaya, kama ulivyokuwa Eden. Unakuwa na mamlaka. Unaiona kabisa hii dhambi hapa, kwa sababu umevaa mwili, dhambi inakwambia ona nilivyo mtamu. Inakuimbia wimbo njoo njoo. Na unakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4, Mungu anamwambia hivi, anamwambia Kaini, Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Tena kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una hasira? Kama ukitenda vyema hutopata kibali. Hapo anasema usipotenda vyema, dhambi iko hapo, inakutamani, inakuotea, nayo inakutamani. Anasema ya kupasa uishinde. Emsema ya kupasa uishinde. Ushindi kwa dhambi ni wajibu wako. Sasa namna gani unashinda? Mpaka uupokee uungu ndani yako ambao ni Roho. Haleluya. Nafundisha vizuri mpaka hapa? Tuko sawa sawa? Mwanzo wa maisha ya mwanadamu unaonyesha uhusiano wa karibu sana kati ya Mungu, pumzi na uhai. Sasa kama vile mwili unavyohitaji pumzi ili uishi, muamini anahitaji Roho Mtakatifu ili kuishi maisha ya kiroho yenye nguvu. Kama ambavyo mwili unahitaji maji. Si unajua wanasayansi wanasema
75% ya mwili wa mwanadamu ni nini? Kama ambavyo mwili unahitaji maji, Roho Mtakatifu ni maji kwa utu wa ndani wa mwamini. Hebu weka mikono yako juu miwili. Sema, Baba, Yesu, ninakuomba nijaze tena Roho wako. Haleluya. Yaani nilipowaza hili wazo likanichanganya. Yaani mwili unahitaji pumzi ili kuishi. Mwili unahitaji maji ili uishi. Roho yako inamhitaji Roho Mtakatifu ili iishi. Mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu mbele za Mungu anahesabiwa mfu. Roho Mtakatifu, nakutamani zaidi, ukae ndani yangu, tangu sasa hata milele. Roho Mtakatifu, nakutamani zaidi, ukae ndani yangu, tangu sasa hata milele. Roho ukae ndani yangu, tangu sasa hata milele. Ukae tangu sasa hata milele. Mtu anaweza kuwa hai kimwili, lakini akawa dhaifu au mfu kabisa kiroho. Mahusiano ya mtu yasiyokuwa na Roho Mtakatifu ni mahusiano ya kiroho yaliyokufa. Kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 1 anasema, mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bila Roho Mtakatifu tunaishi maisha ya kukosea kila siku. Bila Roho Mtakatifu tunaishi maisha ya dhambi kila siku. Ni kweli tunatamani kuona maisha yaliyonyooka, lakini hayatokei bila Roho Mtakatifu, kwa sababu kwenye kitabu cha Yohana 14:26, Injili ya Yohana 14:26, anasema atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaamuru. Anasema huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kumbe ni Roho Mtakatifu ndiye utusaidia sisi kuishi maisha matakatifu. Twende kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 16, tuanze mstari wa 13. Tuanze wa 7. Yohana 16, tuanze mstari wa 7. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Nisikilize, hii ilikuwa ni zawadi ya ajabu sana. Yesu alipoondoka katika mwili, aliituma Roho yake kwetu. Sikiliza sasa, kwa kuwa Roho Mtakatifu hana kipimo, angeweza kuja kwa kila mtu. Yesu alipokuwa katika mwili, alionekana Galilaya, kisha akaonekana Yerusalemu, baadaye akaonekana njia iendayo Yeriko, baadaye akaonekana Bethania, baadaye akaonekana mahali, kwa sababu alikuwa a physical being, anakaa mahali pamoja kwa wakati mmoja. Sikia ninachotaka kuambia. Lakini Yesu alipokuwa transferred
kutoka mwilini kwenda rohoni. Nini kilitokea? Yesu hakubaki tena anaweza kukaa mahali pamoja tu peke yake. Hapana, Yesu anaweza kukaa Ulaya na bado akakaa Afrika. Anaweza kukaa Amerika ya Kaskazini na bado akaonekana Amerika ya Kusini. Anaweza kuonekana Asia na bado akaonekana Australia. Hivi ninavyoongea hapa, anahubiriwa kule Asia na anahubiriwa Penueli. Atawajaza watu Asia na atawajaza walio Penueli. Kila aliye tayari atapokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yawafaa ninyi mimi niondoke, maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja, lakini mimi nikienda ninampeleka. Unajua ukipuliza upepo, yani hapa hizo feni zinazozunguka huko hazipigi mtu mmoja, zina affect jengo zima. Maana Roho Mtakatifu ni kama upepo, kilichozaliwa kwa Roho ni Roho. Bwana akuzae kwa upya katika ulimwengu wa watu wanaotembea kwa Roho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndio maana Galatia 5:16 anasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa sikia sasa. Kama vile mwili unavyohitaji msosi, upepo, hewa, pumzi, unavyohitaji maji, roho yako inamhitaji Roho Mtakatifu. Hata nikikuuliza hapa kuna kakitu unatamani katokee, na mimi naomba nikwambie hivi, kama shauku yako inatosha, anasema kila aonaye kiu aje majini. Utapokea sasa hivi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Swali, je, mimi niko hai? Kama uhai wangu unaonekana kupitia Roho Mtakatifu, mimi niko hai? Hilo ni swali la kujiuliza. Uhai wa Roho ndani yetu. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11 anasema, ikiwa Roho Mtakatifu, Roho yule aliyemfufua Kristo katika wafu, anakaa ndani yenu, Roho huyo ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Rumi 8:11. Ikiwa Roho yule aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani. Kinachobadilisha maisha yako, kinachobadilisha hali yako ya kiroho, kinachobadilisha hali yako ya akili, kinachobadilisha hali yako ya afya, kinachoponya tunaposema pokea uzima. Ndio maana mimi nikianza kuombea Roho Mtakatifu siwezi kuanza kukemea mapepo. Yaani ufahamu wangu ulishafika hicho kiwango. Yaani mimi hapa naombea watu wajae Roho Mtakatifu, au mtu anaanguka mapepo, mimi naenda kumshika, simgusi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko njiani. Ikiwa anataka kuingia, lazima afukuze mapepo. Akishafukuza mapepo, anakaa hapo ndani, anaweka makao. Nasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Zile gospel unahubiri ukiwa na raha. Kama mtu ananielewa, inua kigelegele cha Roho Mtakatifu cha maana kabisa katika jina la Yesu. Acha kabisa wewe, maisha ni magumu kwa sababu hujampokea, hujamfungulia milango. Yuko pale, tazama, anasimama mlangoni inabisha. Mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yesu anataka apige msosi na wewe. Yaani wewe unajua mimi ni mzinzi, tubu leo atakula msosi na wewe. Wewe unajua mimi ni mwongo sana, tubu leo, ataliweka neno lake ndani yako. Unajua mimi ni mwongo, sawa, tubu leo, atabadilisha ulimi, atachukua kala moto, anaweka ndani yako, unaanza kusema kweli katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Acha utani wewe. Unatania hii mambo ni mchezo. Mbona masiara na Roho Mtakatifu? Unaenda ukiimba uambie tu ujikute machozi yanakutoka. Roho Mtakatifu nakutamani zaidi. Utakuta mtu limeachwa tu na limchumba.
Limchumba lenyewe linavuta sigara huko na mabangi, liongo limekudanganya mavitu kibao, likikuacha unalia. Lakini unakaa wiki nzima hujanena kwa lugha na hata haulii. Mnakuja kanisani hapa, waimba sifa wamejiandaa, wamekesha, wamefunga, wameomba, tunaimba hapa, baba hapo hata uguswi. Shida ni nini? Hakuna vinavyochemka humo ndani. Ukimwona mtu analia unaanza kushangaa, jamani, huyu naye anakuwa na shida gani? Mwache alie, yuko na mahabuba wake. Kuna mtu huko ameachwa na mwizi fulani huko, na mvuta bangi fulani huko, jambazi fulani huko, alimpiga mimba akamwacha, ameachwa analia. Mimi nikia jamani, mimi Yesu roho wangu nakutaka roho, mimi niko hapa Baba, nikumbatie Roho Mtakatifu, nikumbatie. Moyo wangu wafurahia kuwa nawe, moyo wangu wafurahia. Yani ukisikia amebipu tu kwa ukasema rakata imetokea, usikubali ishe, sema ishi mpaka imeisha katika jina la Yesu. Yani mimi nikiingia kwenye gari, nyie mtaendelea kupiga story, utakuta midomo inacheza. Nimesikia imegusa mwanangu. Kama mtaniona mweu, shauri yako. Kwani mimi na wewe tunahusianaje? Si tutaachana hapa, kila mtu alala kwenye kaburi lake. Lakini mbinguni nitakaa na mmoja anayeng'aa kama jua. Nitakaa na mmoja sauti yake kama maji mengi. Nitakaa na mmoja macho yake ni moto ulao. Nitakaa na mmoja ambaye miguu yake imesuguliwa inang'aa kama shaba iliyosuguliwa sana. Nitakaa na mmoja ambaye yeye vazi lake ni moto ulao. Huyo ndiye nitakayekaa naye. Nataka ushirika na yeye. Ushirika naye. Unajifunza utumishi. Huwezi kutumika usipojaa vizuri. Huwezi. Utatumika utakata tamaa, maana watu ni wabaya. Unaowatumikia sio warembo, ni watu wasiokupenda. Kama unataka utumishi wa kweli, jaa. Huyo ataiwisha na miili. Unasikia kukata tamaa na kuisha. Unasikia kuvunjika moyo, anakutia moyo. Maana yeye jina lake ni mfariji. Yeye jina lake ni roho wa hekima. Yeye jina lake ni roho wa neema. Yeye jina lake ni roho wa maarifa. Yeye jina lake ni roho wa ufahamu. Yeye jina lake ni roho wa uwezo. Yeye jina lake ni roho wa kumcha Bwana, na furaha yake iko katika kumcha Bwana. Somo kuu hapa leo, kila mara dunia itakuonyesha uwezekano wa kuishi bila Roho Mtakatifu. Kila mara, every time. Dunia itakwambia nenda saluni kanyoe, ndevu zimekuwa kubwa, ila haitakwambia nenda kaombe. Haitakwambia muongea na Roho Mtakatifu. Na niwaambieni, hata makanisa yaliyo duniani leo yanatuonyesha kabisa kwamba Roho Mtakatifu ilikuwa ni by the way. Naomba niwaambieni, Roho Mtakatifu sio by the way. Roho Mtakatifu ni mahusiano kamili kati ya mtu na rafiki yake. Tena Roho Mtakatifu anasema yeye ni mpenzi. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 anasema hututamani kiasi cha kuona wivu. Roho Mtakatifu anatutamani kiasi cha kuona wivu, ili ujue yeye kweli ni mchumba wa kweli. Amenichumbia mimi, ndio bibi harusi. Yeye ni jiwe kula pembeni, akimwangukia yote anamsaga tikitiki. Ananitamani kiasi cha kuona wivu. Naomba niwaambieni, hakuna mtu aliyejaa roho vizuri akafa maskini. Mimi ni shahidi aliye hai ambaye hajafa. Roho Mtakatifu akija ndani yako, maisha yako yanapinduliwa juu chini. Shetani akukuona anaona kiumbe wa ajabu, maana anamuona Yesu. Kuonyesha dunia possibility. Mbona nani yule ana mabilioni? Lakini ngoja niwaambieni, I'm not talking about billions. I'm talking about all sufficient life. Maisha yenye utoshelevu, maisha yenye furaha ya kweli, maisha yenye uzima wa kweli, maisha yenye nguvu ya kweli. Bwana akupe hayo katika jina la Yesu. Watu wa Mungu, kiwango chako cha umri na huduma kwa kinaambiwa, inawezekana kabisa
kuishi bila Roho Mtakatifu, bila kujali kiwango chako cha umri na huduma, bila kujali. Shetani hajali, dunia haijali, inataka uishi kiolela ili ikumalize hapo mbeleni. Hapo mbeleni. Hapo mbeleni. Hapo mbeleni. Kwa asubuhi na mtu alishare kwenye grupu fulani ambalo nipo. Nilikuwa nimetoka kwenye maombi hapa. Kaenda pale nikasikia message zinaingia kwenye simu. Nikaangalia. Kuna kijana mmoja mwanamuziki maarufu sana huko Kenya. Alikuwa maarufu sana. Maarufu sana. Wale wanaoalikwa mpaka kwenye mikutano ya rais. Ameokotwa jalalani. Hana nguo, hana viatu. Amekojolea t-shirt yake ambayo alikuwa ameifunga kiunoni. Si walimvalisha, walimvua zote wakamaliza, wakamvalia t-shirt wakavaa kiunoni t-shirt. Kijana wa kiume. Wenzake wanamuokota. Wanamwambia utarudi tena kwenye muziki. Hicho ndio kitu dunia itakachokuambia. Utarudi tena, utakuja tena kuwa maarufu. Haiwezi kutokea. I want to assure you. Shetani haji. Mwivi haji ila aibe, chinje na kuharibu. Roho Mtakatifu anakuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na hoteli. Shetani ni mwongo. Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli. Shetani ni mwizi. Roho Mtakatifu ni mtoaji. Kwa nini huwezi kuhimili changamoto za maisha? Kwa sababu Roho Mtakatifu amekaa mbali kidogo. Naomba nikwambie, sio kwamba hauna kabisa. Hata kuja hapa kanisani aliyekuleta ni yeye. Lakini kuna kiwango cha ushirika. Kuna kiwango cha mahusiano. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja. Nikakutana na mtu mmoja anatoa story ya maana sana. Anasema wakati alipooa, siku moja marafiki zao walimtembelea akiwa na siku chache tu kwenye ndoa. Akamtania mke wake anayempenda. Na alimtania akiwa hajui mahusiano ya ndoa, maana alikuwa bado hajamaliza hata mwezi. Alipomtania mke wake akaumia, akahuzunika. Moyo wake ukahuzunika. Jamaa akagundua nimemkwera mke. Mke akaenda jikoni akawa anafanya vitu jikoni kule, maana hataki kuonyesha uso wake kama umebadilika. Mume wake akamwambia, "Kwa nini hutaki kuja sebleni?" Akamwambia, "Naweza kuja sebleni, ila kwa sasa naomba nikuelezee baadaye." Rudi sebleni. Kaenda sebleni. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, bado maisha yakawa hayajarudi kwenye kawaida. Kuna mahali tunamuhuzunishaga Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakuwa yuko pale anasubiri turejee. Yule baba anasema sasa hivi wana miaka karibu 30 kama sio zaidi. Maana wana wajukuu 4. Anasema baadaye nikagundua kwamba hapa nilipo nimemkosea mke wangu. Nikamwomba msamaha. Akanisamehe. Lakini hata baada ya kunisamehe bado kulikuwa na shida. Kwa hiyo nikaanza kujenga tena daraja la kumtafuta mke wangu. Nikamtafuta mpaka akarejea. Hali ikawa sawa sawa. Mimi tunaishi mpaka leo miaka zaidi ya 30, tuko vizuri. Nisikilize nikwambie kitu. Roho Mtakatifu ni mpenzi mwenye hisia. Roho Mtakatifu ni mpenzi mwenye akili. Huenda kuna mahali maisha hayajakaa sawa. Kuna commitment hujazifanya. Pasquina anakusikilizia na kuangalia vizuri sana. Naomba uniangalie kwa makini. Ni mpenzi anayeelewa. Ni mpenzi anayetaka attention. Ni mpenzi anayetaka uwe makini kumsikiliza, kumwelewa, kumpenda na kumkumbatia. Roho Mtakatifu anapenda kusikia hilo neno na kupenda. Roho Mtakatifu, wangapi wako tayari kumwambia mchana wa leo? Anataka kusikia hilo neno tu na kupenda Roho Mtakatifu. Alafu ukikutana na vitu vibaya unaruka, unasema mimi sigusagi hivi, maana yeye ni mtakatifu. Anataka mahusiano na wewe, anataka ushirika na wewe, anataka mapenzi na wewe, anataka mahusiano na wewe, sio mwingine, ni wewe. Watu waliojazwa Roho Mtakatifu zamani, ukipewa CV zao zilikuwa mbaya sana, lakini wengine walimkana Yesu. Wewe umewahi kumkana Yesu wewe? Mbona hujawahi? Petro alimkana Yesu, lakini siku alipomwambia Roho Mtakatifu na kuhitaji, Roho alikuja ndani yake mzima, na siku hiyo Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Petro mpaka
hata watu 3,000 wakaokoka. Ninakuombea mwanangu, pokea hiyo neema mchana wa leo, pokea hiyo neema mchana wa leo. Usisubiri kesho, pokea leo, usisubiri baadaye, pokea leo katika jina la Yesu. Leo inawezekana ikawa yako, leo ikawa yako. Ni msaidizi, ni msaidizi. Atawapa msaidizi mwingine, hatawaacha ninyi yatima. Kinachotutesa kwenye haya maisha ni ule uwezekano dunia inatuonyesha. Kwani watu wote duniani wamejaa roho? Ni kweli hawajajaa, ila hawana furaha kama nilionayo, niliojaa. Hawawezi kuongea na Mungu kama mimi. Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu. Yama tatapalaradema. Wakati mambo yanaposhindikana, wakati unapokuwa dhaifu, Warumi 8:26, Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu. Anajua mimi ni dhaifu, anajua nina njaa, anajua uchumi umeharibika. Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu. Kuna mahali nimechoka, yeye atanifariji tena, ataniinua tena. Kuna mahali sioni, yeye ni macho yanayoona zaidi ya kawaida. Kuna mahali navunjika, yeye ni mganga wa kweli, ataigonga mifupa iliyovunjika. Ninakuita Emmanueli. Kuna jambo gani linakutesa? Unamhitaji Roho Mtakatifu. Wewe una shida gani? Mimi siwezi kujaa Roho Mtakatifu. Unajua nimesema uongo, achana na hiyo biashara. Petro alimkana Yesu, na siku 10 tu baadaye, siku 50 tu baadaye, siku 50 tu baadaye, Petro alijaa Roho Mtakatifu, akahubiri, wakaokoka watu 3,000. Sio 300, sio 3,000. Unajua mimi ni mzinzi, achana na hiyo biashara. Wewe ulienda kuzini ukiwa bado unajua unafanya dhambi, na hautaki kuzini. Nikiangalia macho yako hutaki. Wewe hutaki kuzini wewe. Shetani tu amekuning'iniza na amekwambia ili uendelee kuzini usipokee Roho. Ameatisha, amekuning'iniza hapo ili uendelee kuzini usijae Roho. Maana anajua bila Roho huna maongozi. Ili uendelee kuiba usijae Roho. Ili usitoe zaka usijae Roho. Ili usipoze wagonjwa usijae Roho. Ukijaa Roho unakuwa chombo cha Bwana. Yakamanama rikanamanama. Sijui ninaongea na nani, ila nahisi nimeishiwa maneno. Natamani niombe na watu wanaosema namtaka Roho. Nataka niombe na watu ambao wameona shauku. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 anasema kila aonaye kiu na aje majini, maana yeye aniaminie maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Anasema maneno hilo alinena juu ya Roho Mtakatifu, maana alikuwa hajaja bado. Hii ni asubuhi yako mwanangu. Haijalishi wamekuita nani, haijalishi una majina gani, haijalishi una udhaifu kiasi gani, haijalishi umelogwa kiasi gani, haijalishi una njaa kiasi gani. Roho Mtakatifu ni haki yako, ni ahadi ya Mungu kwako, sio ahadi ya mwanadamu. Sio Paulo amesema, Yesu anasema nitawapa msaidizi mwingine. Yesu anasema nitaomba Baba atakupa msaidizi mwingine. Ni mchana wa leo, kama unataka ni ya kwako hiyo, ni ya kwako hiyo, ni ya kwako hiyo, ni ya kwako hiyo, ni ya katamana indaraba leya manama. Inawezekana umechoka, wokovu umekuchosha, unahitaji kitu kingine. Roho Mtakatifu ni oili ya kulainisha matairi ya maandama wori ya magadabara. Inua mikono yako mahali ulipo, mwambie Bwana nakuhitaji. Sema kutoka ndani, mwambie Bwana nakuhitaji. Yuko hapa, hahitaji hisia, anahitaji maamuzi ya kweli. Ujaza leo. Naomba nikwambie wewe sio mbaya kuliko watu wengine. Thank you, Holy Spirit. Inama Hila Maria Maya. Inua mikono yako, mwambie nakuhitaji. Wewe mwambie tu nakuhitaji.
anasema hata siri sana kuwapa Roho Mtakatifu wa Mungu. Kama unajisikia nasikia moyoni mwangu kuna mtu anajisikia kuja mbele unajizuia, usikubali kujizuia. Shetani ni Mungu, ruka mbele kama mshale. Njoo jikaze, toboa popote unaweza, pita popote unaweza, usijizuie. Kama ujisikii weka hapo, inategemeana na kiu yako. Anawataka wenye kiu, hamtaki kila mmoja. Anasema kila unaye kiu, una kiu njoo, una kiu njoo, una kiu njoo. Ukifika mwambie Bwana nahitaji msaada wako. Nitamwomba Baba, nitamwomba Baba. Hii ni ahadi ya Yesu, sio ahadi ya Panjo. Panjo kusaidie chochote, ila Yesu yuko hapa kukusaidia. Mwambie Bwana nisaidie. Ukisikia lugha imetokea, niende kwa lugha, tumie neno hilo unalosikia, usiguse mengine. Katika jina la Yesu. Asante. Oya. Weka mikono yako juu. Nataka nikuongoze kwenye maombi mepesi. Weka mikono yako juu. Mikono juu sio maana ya adhabu. Nataka uonyeshe kusarenda. Kuinua mikono maana yake mimi siwezi bila wewe. Wanangu wazuri mlio kwenye vituko, naomba mkae vizuri. Usikubali kukaa pale ulipokuwa jana. Tamani hatua mpya. Tamani hatua mpya. Ndio nyuma yangu maneno yangu. Rudia maneno haya rahisi. Sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako. Huenda kwa namna moja au nyingine nimekutenda dhambi, nimekukosea. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe Yesu. Naomba unisamehe Yesu. Naomba unisamehe Yesu. Hatia zangu, makosa yangu, shida zangu, maumivu yangu nayaweka kwako, maana msalaba wako ulitoa tangazo kwamba imekwisha, kwamba imekwisha. Mchana wa leo Bwana, nijaze tena, nisaidie tena. Naomba msaidizi Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu karibu ndani yangu. Roho Mtakatifu karibu ndani yangu. Na kushukuru Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa damu yako. Asante Yesu kwa kazi yako. Asante Yesu kwa neema yako. Nalipokea pendo leo. Nalipokea pendo leo. Nalipokea pendo leo. Sema kwa ujasiri, nalipokea pendo leo. Sema tu, nalipokea pendo leo. Nalipokea pendo leo. Na ushirika na wewe Baba. Na ushirika na wewe Baba. Haya, anza kuomba kwa lugha yako. Hata kama ni Kiswahili, mwambie Baba asante. Sema maneno ya asante tu kwa Roho Mtakatifu. Asante kwa Roho wako aliyenifundisha. Asante kwa Roho wako aliyenifundisha. Jiachie mpaka kule nyuma, jiachie. Na iona hiyo nguvu, unapokea lugha sasa hivi. Wala usijali, mwambie asante Baba. Mwambie asante Baba kwa kunijaza. Omba kwa bidii, omba kwa bidii, omba kwa bidii. Hata kama ni kwa sauti ya chini, kwa kumaanisha. Funika macho yako kabisa, mwangalia msalaba wa Yesu. Angalia alivyokupenda. Angalia alivyokujali. Angalia alivyokununua. Yuko hapa mchana wa leo. Yuko hapa
mchana wa leo. He's here. I can see. Naona upepo umevuma tena Penueli imevuma tena ile nguvu. Leo ni mwanzo tu. Nasema imevuma tena. Mpaka mwisho wa nchi inavuma. Wanazaliwa watu wasiokuwa wa kawaida. Yale maisha yaliyokushinda sasa utayaweza mwenyewe. Yakatamana rebebebeka. Ikamana rabababaraba. Ikandara bilabaraba. Hatia zako zimefutwa. Yakanamana rabababaraba. Ikandamia rebebebebebe. Leria makitala rabebebebe. Yakandaria barababaraba. Nasema utendaji wa neno lake. Yeye amesema atamwomba Baba. Sio mimi ninayekuombea, ila Baba amekuombea. Baba wa milele amekuombea. Huo moto unashuka. Huo moto na uona kwenye miguu, na uona kwenye vifua, na uona kwenye nywele, na uona kwenye vichwa, na uona moto, na siona nguvu, na yaona mabadiliko, na yaona matengenezo, na yaona mageuzi. Mbona ni wewe unajaa? Yeye atamwomba Baba, yeye anamwomba Baba, yeye anaachilia neema yake kwa ajili yako. Ni wewe mwanangu unayebatizwa. Ni wewe unayevikwa uweza utokao juu. Pokea uweza Baba. Pokea uweza mama. Pokea hiyo neema mwanangu. Pokea mama. Pokea mwanangu, pokea mama. Pokea ukabadilisha dunia. Pokea ukatimize kusudi la Bwana. Kusudi la Bwana linatimiaje kama tusipojaa nguvu? Tunawezaje kubadilisha hii dunia ikawa sio ile tuliyokaa kama tusipojaa nguvu? Wanangu ombeni, mwambie Baba usinipite. Leo ni siku yako. Mbona naiona hiyo nguvu kabisa iko hapa. Ililia. Kuna watu wamepokea, kuna ambao bado. Ukifunga mdomo unajizuia. Mungu aliyesema panua sana kinywa chako nami nitakijaza. Open up your mouth. Fungua kinywa chako rafiki. Mwambie Baba niko hapa. Huo msaada usinipite leo. Hiyo nguvu, huo uhai, hilo bubujiko na tabelaba ikana mama mole belaba yanda makutel karabenema. Namakata ikanda manara baba baba rekete pepe ma ikanda la baba yakata la baba upya kwenye maisha ya watoto wako. Roho Mtakatifu lakita manara bana ikanda la baba ikandala baba ikandala baba ikandala baba yatala baba akatala baba ikandala baba ikandala zaidi ya kawaida mwana ikandala baba wote ikandala ya bana ikandala baba reketele bebe ikandala bina mana baba ikandala baba ikandala baba binama rekatala baba yama
Ikangarababo, Yeria Mashikalaba, Ikangarababela, Rakatarababa. Bwana akuvushe, nasema akuvushe, akuvushe kutoka mahali ulipo, akuzae upya, uwe mtoto wake. Haya marabana maya, Ikangarababa, viwango vingine tena, viwango vingine tena, neema kwa upya tena, kiwango kingine tena, nguvu kwa upya tena, matendo makuu tena, mageuzi tena. Rieketepeleba, Ikangarabilaba, Riebalebaba, Ikanamaya, Rebeshekeba, Riebeketebebeleba, Ikangarababa. Bwana zaidi ya kawaida, Bwana zaidi ya kawaida, Bwana zaidi ya kawaida, Bwana zaidi ya kawaida, kiwango juu ya kiwango, matengenezo juu ya matengenezo, mageuzi juu ya mageuzi, mapinduzi ya maisha. Hallelujah. 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 Special touch in the name of Jesus. My Father, that these people's life, oh Lord, it is they as Lord, allow their spirit to be transformed and their mind to be transformed, so Lord, let the transformation take over. Their life be taken for good. Let their life be also, Lord. Mungu Baba, hallelujah. Siku zote maishani mwangu
Yesu, ukae kwangu siku zote, maishani mwangu karibu. Uliye mbinguni, litukuzwe wako mapenzi yako abaizwe karibu Yesu, ukae kwangu siku zote. Karibu